EATV tumefika eneo la Mbele wilayani Kiteto mkoani Manyara, eneo ambalo awali tulielezwa kuwa ndipo familia walipoandaa kwa ajili ya mazishi ya kijana wao Riziki Anton aliyeuawa na vijana wa jamii ya kifugaji Maasai wakati akijaribu kuzuia mifugo yao isiharibu mazao shambani kwake. Na hapa kiongozi wa familia hii akatoa msimamo wa familia hiyo kuhusiana na mauaji hayo, huku akiomba serikali kuja na majibu sahihi sababu za mauaji hayo. Marehemu hata ziko mpaka tujue taratibu za kisheria zimefanyika ili tuweze kujua kwamba hatima yake ni nini, kwa sababu tunachokielewa tulichoambiwa ni kwamba huyu marehemu alishambuliwa na wafugaji. Mtoto wangu anauawa na ameuawa hao wa Masai, siwaoni. Na hapa nilipo mtoto wangu naomba asizikwe, maana maafa ya kuuawa na Masai Kiteto hii imekuwa sugu. Hawa ambao wanafanya mauaji wakiwa kama wana ubabe wa kipesa, ili taratibu hii ikome, wote tunatakiwa tuishi kwa amani. Akieleza namna tukio hilo lilivyotokea, mdogo wa marehemu huyo amesema huku jitihada za kumwokoa zikigonga mwamba baada ya familia hiyo kukosa fedha ya haraka zaidi ya shilingi 900,000 za kumtibu. Baada ya hapo mmoja akazunguka nyuma ya hao vijana walikuwa, alipozunguka nyuma akaa hamuoni wa nyuma, akapigwa fimbo kichwani, yumba, sababu damu inaenda kwenye ubongo kwa maelekezo yao, lakini inatakiwa itolewe 960 ili aweze kupata matibabu hayo ambayo walikuwa wameamua wa madaktari. Sisi tukawa tumekosa pesa kwa wakati ule. Wakati tunaendelea kufanya utaratibu ili pesa zipatikane, ili mgonjwa yule apate upasuaji wa kichwa, basi mgonjwa yule akawa ameshafariki. Kisha hapa tukamtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara kuzungumzia sakata hili bila mafanikio, na hata tulipomtafuta mkuu wa wilaya ya Kiteto Remedusi Emmanuel Mwema hakupokea simu, na baadaye kutuma ujumbe wa maandishi kuwa ni kupigia baadaye kidogo. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa serikali ya eneo la Mbele Atanas Mpina hapa anasema mambo kama haya yanatokea mara kwa mara. Mimi niko ndani ya uongozi katika vipindi, hiki ni kipindi cha 3 kwa maana mwaka wa 11, lakini matukio haya yametokea muda mrefu sana. Inafika mahali watu wanauawa, lakini wale walioua wanaonekana wako mtaani. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.